Amuka Mkongomani. Hii ndiyo habari ya Amuka Mkongomani. Baba, mama, mahali popote ulipo kwenye province 26 katika nchi ya Kongo, tunakuja kukuomba, kadiri ya vijana wamejitoa ni wengi, kuna matatizo na upungufu. Naam bwana, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, hiki ni kituo cha habari Reality Mambo TV. Cha kwanza hasa sasa ni kusalimu popote pale ulipo. Matumaini kwamba wewe uvema kabisa, usalama salamini kabisa katika afya yako. Ni kuambia kwamba jukumu langu ni mimi kukupasha habari na wewe kunifuatilia mwanzo hadi mwisho. Ni katika hali tu ya kukupasha hali ya usalama, hususan mashariki mwa Kongo na maeneo mengine ulimwenguni mzima. Lakini tutajibonyeza pia hata katika bara la Afrika, maeneo mengine na katika bara zingine katika ulimwengu huu. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ninakwambia kwamba leo hii ni siku nyingine kabisa, ikiwa ni tariki 10 mwezi wa Februari mwaka wa 2026. Na mimi kwangu tu kukupasha habari zinazoendelea na hivyo kunifuatilia mwanzo hadi mwisho. Lakini ninakuomba pia kuungana nami katika kipindi hiki, hata pia kwa kuweza kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka. Ndugu mpenzi msikilizaji, ni kwamba kwako katika mtasari huu wa habari niende nikupashe katika hali ambayo inaendelea huko Israel na Gaza, ambako waliweza kushambulia Gaza na kuweza kabisa kulalama kuonyesha hali isiyokuwa nzuri kutokana na mapatano ambayo yaliweza kuwa huko Gaza na Israeli, ya kwamba wapate kusitisha hayo mapigano. Lakini pia ikiwa barani Afrika, ikiwa huko Sudan, ambako pia bomu ambalo liliweza kuripuka liliweza pia kuua watu 24, ikiwa jambo ambalo linaweza kuleta wasiwasi katika maeneo hapo. Lakini Somalia pia Umarekani imeweza kuongeza nguvu ya kwamba wapate kushambulia kundi la wahasi wa Al-Shabaab na uko milima mirefu ya Fizi Mwenga, ambako mapambano yaliendelea kujiri hapo kabla na kuonyesha hali ya wasiwasi katika maeneo huko. Na kumalizia pia kwake Samadari Mwami Wembasi akiweza kulitosha, akiwa coordinator wa Wazalendo, ya kwamba apate kuonyesha watu wote wale hususan wa Kongomani wapate kuleta msaada kwa Wazalendo. Basi ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, nakwambia kwamba huu ulikuwa ni mtasari wa habari, lakini na kwa sasa kabisa ni kuanzia huko katika nchi ya Israel na Gaza. Gaza na huko Israel kumeripotiwa kwamba Gaza imeweza kushambuliwa tena na Israel na hivyo kuweza kusababisha vifo vya watu zaidi ya watu 24, ikiwemo hata watoto wawili ambao waliweza kupoteza maisha. Lakini kwa mujibu wa afisa wa afya, wameweza kuonyesha kwamba jambo hilo linaenda kinyume na mapatano ambayo yaliweza kufanyika huko, mapatano ya usalama kuweza kusitisha mapambano kati ya Israel na Gaza, na hivyo jambo hilo likiweza kuonyesha kwamba mapatano hayo yalienda kinyume. Lakini pia Israel imeweza kuripoti na kuonyesha kuwa shambulizi hilo lilikuwa linawalenga viongozi watatu wa wahasi na wengine ambao walikuwa wanatishia vikosi vyake. Na baada ya hapo na tujielekeze pia ikiwa barani Afrika katika nchi ya Sudan, ambako wapiganaji wa RSF ambao waliweza kulenga bomu yao moja na kuweza kusababisha vifo vya watu 24 na hivyo ikiwemo hata watoto 8. Lakini kutokana na hali hiyo imeweza kuripotiwa na kuonyesha pia ya kwamba walikuwa wanalenga gari moja ambayo ilikuwa inabeba watu ambao walikuwa wanakimbia makao yao kamilifu. Jambo hilo linalinganishwa pia na jambo la huko Israel Gaza, ambalo liliweza kuripotiwa na kuweza kuua watu 24 zaidi, na hivyo hata Sudan kuua watu zaidi ya 24.
Hali hiyo imeweza kuonyesha usalama kuwa mbaya kabisa na kuendelea kuzorota, kwa maana inaweza kuleta wasiwasi hata kwa wananchi kwa kuweza kulenga jambo mmoja na kuweza kuwaua wengine ambao wasioweza kuwa na kosa, jambo ambalo linahuma na kuweza kuonyesha hali ya usalama kuendelea kuzorota. Lakini pia ikiwa barani Afrika, huko Somalia ambako Umarekani wameweza pia kuonyesha jambo la kuweza kuongeza vikosi vya ushambulizi, ya kwamba wapate kushambulia kikosi cha wahasi wa Al-Shabaab katika nchi hiyo ya Somalia. Hata ikiwa barani Afrika hivyo, hali ya usalama inaendelea kuzorota, ikiwa tu hata Sudan na huko Somalia. Lakini pia katika nyanza za juu huko, ikiwa nyanza za juu tarafani Fizi, mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini, kwenye nyanza za juu za Fizi Mwenga, ambako hali ya usalama pia inaendelea kuzorota na kuonyesha mapambano makali kati ya wahasi wa FCM 23 na wao ambao wanaweza kuwaunga mkono, ikiwa Red Tabara na Twirwaneho, wakiweza kupambana dhidi ya majeshi ya Kongo, ikiwemo Wazalendo na jeshi la FARDC. Lakini hali hiyo imeonyesha kwamba majeshi ya Kongo inataka kushika maeneo ambako wahasi wameweza kushika na kuweza kumiliki, na hivyo wahasi wakionyesha ujasiri na kuweza kutangaza ya kuwa wataweza kurudi tena katika maeneo ambako waliweza kutoka, hususan ikiwa katika mji wa Uvira, ikiwa mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini. Lakini hivyo na kuweza kuonyesha ya kuwa katika mji wa Bukavu kupita gari na kuweza kuondoka kabisa kupitia katika njia ya Ngomo, gari kadhaa za kuweza kuongeza nguvu katika bonde la Ruzizi. Ni kuonyesha kwamba hali ya huko usalama kwenye nyanza za juu inaendelea kuzorota, na hivyo hapo kabla tariki 8 kuweza kuripotiwa tena mapambano kati ya wahasi wa FCM 23 Red Tabara na Twirwaneho kupambana dhidi ya majeshi ya Kongo, Wazalendo, ikiwemo pia na jeshi la waunga mkono la FARDC. Lakini nionyeshe ya kuwa hali hiyo imeweza kuripotiwa katika kijiji cha Alenge na kuweza kuleta mapambano makubwa kati ya wahasi na majeshi ya Kongo. Hali hivyo ya usalama mashariki mwa Kongo inaendelea kuzorota siku kwa siku kwa ngambo ya watu ambao wanaweza kukaa katika maeneo ambako mapambano yanaendelea kujiri. Lakini kushinda kwa majeshi ya Kongo imeweza kuonyesha ya kwamba hali ya usalama kuendelea kuwa nzuri katika maeneo ambako walikuwa wameshakuwa na wasiwasi kuona ya kwamba jeshi hilo la wahasi linaweza kusogea. Lakini kwa siku wanaposikia tu jeshi la wahasi kurudi nyuma na usalama kuendelea kuwa salama salamini, na hivyo hali ya usalama kuendelea kuwa tulivu katika mji wa Uvira ni baada ya wahasi wa FCM 23 kuondoka katika mji huo na majeshi ya Kongo kuweza kushika, hususan zaidi kuweza kuonekana afisa polisi kuweza kuingia katika maeneo hapo na kuweza kabisa kuweka usalama kuwa mzuri. Na hata hivyo kuwa usalama katika mji wa Uvira ni kuweza kuonyesha hata katika maeneo mengine, ikiwa katika bonde la Uvira na pia hata huko Fizi kuweza kuwa salama salamini na kuripotiwa hali ya usalama kuendelea kuwa tulivu katika mji wa Baraka. Lakini nikumbushi ya kwamba hali ya usalama mashariki mwa Kongo inaendelea kuwa tete kwa wahasi wa FCM 23 kuweza kuonekana kurudi nyuma, lakini na hivyo kuweza kuwapatia ushindi majeshi ya Kongo ikiwemo FARDC na Wazalendo kuweza kusonga mbele. Lakini wahasi wa FCM 23 hawaonyeshi kukata tamaa, lakini kuweza pia kuonyesha nguvu ya kusonga mbele na kuweza kuliahidi jambo hilo kuweza kurudi tena katika mji wa Uvira. Lakini kwake coordinator wa Wazalendo Samadari Mwami Wembas akiweza pia kuzungumza na kuonyesha hali ya kwamba waweze kusapoti Wazalendo wakiweza kusonga mbele na kuweza kushinda kabisa katika mapambano ya vita hiyo katika mashariki mwa Kongo, na kuonyesha kwamba msaada wote yule ambaye anaweza kuwa na msaada apate kusaidia jeshi la Kongo, ikiwemo hususan zaidi Wazalendo. Kwake Samadari Mwami Wembas akiwa na mengi ya kuzungumza. Amuka Mkongomani,
Hii ndiyo habari ya Amuka Mkongomani. Baba, mama, mahali popote ulipo kwenye province 26 katika nchi ya Kongo, tunakuja kukuomba, kadiri ya vijana wamejitoa ni wengi, kuna matatizo na upungufu wa chakula. Tunaomba kwa kila Mkongomani mahali alipo. Mimi ni coordinateur wa Wazalendo, coordinateur provincial Samadar Mwami Wembasi, CVDP Sentinelle de la RDC. Ninakuja kwako kuambia kwamba mchango wako unahitajika. Uwe waziri, njia yoyote ile, mchango wako uufikishe kunako coordination ya Wazalendo. Uwe mwanabunge, uwe mfanyabiashara, uwe mkulima, ikiwa uko Mkongomani, tumia uzalendo na uone kazi ya vijana wanayoifanya usiku na mchana kwa kujitoa kupigania nchi, maana hadui mwenye Rwanda halali. Fikiri miaka 13 tuko kwenye vita, mwenye Rwanda na uwa Mkongomani ili Mkongomani aogope, lakini vijana wamesimama, wamesema hawawezi kutawaliwa na mwenye Rwanda. Nchi ya Kongo ni ya Wakongomani. Ndio maana tunawahitaji wa baba wa mama kujiunga nasi, kutoa michango yenyu kusaidia Garde de la Nation Felix Tshisekedi na kusaidia vijana ili wawe na nguvu katika shamba la mapambano, kupata chakula na mambo kadhalika. Ni wenyu coordinateur Samadar Mwami Wembasi. Na washukuru sana. Ikiwa kama hivyo tu, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, kama wewe kabisa umefika mwisho katika kipindi hiki, basi naomba kujiunga katika kituo hiki cha habari ya kwamba upate kufaidia mengi tena katika muda mwingine. Ninakuomba kwa kuweza kujiunga hapo chini kwenye subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili unapata katika habari zetu za nyeti kabisa upate kuzifaidia. Kugawia watu wengine ni kitu kabisa muhimu, na kuweza hata kabisa kucomment ukiwa na maneno ya kusema. Ni kwangu mimi kukupasha na wewe kunifuatilia. Ndugu mpenzi msikilizaji, hii ni Reality Mambo TV. Nimefika hata mati ya kipindi hiki ya kwamba wewe tena upate kunifuatilia, ukae chonjo kwa kuweza kusubiria habari zingine. Ninakuomba kwa kuweza kuungana nami na hata kabisa kuweza kuyagawia watu wengine. Tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Bwana. Asante.